Wako wananchi wengine anaamua kwenda kutengeneza dawati moja tu, anaamua kulileta na ile katika kuvunja itifaki sasa, ile tuvunje itifaki. Dawati ni hili moja, ninaenda kulipokea kwa heshima zote kama nilivyopokea madawati 100. Kama sitakuwa na 2028 ni kwamba wale waliokuwa darasa la 6 na darasa la 7 wote wanamaliza pamoja na wote wataenda kujiunga kidato cha kwanza. Kwa hiyo tutakuwa na wanafunzi wengi ambao wamekuwa enrolled hapo. Kwa hiyo maandalizi atusubiri ifike mwaka 2028 tuandikiwe barua na TAMISEMI kwamba mkuu wa wilaya fanya maandalizi ya kupokea wanafunzi. Hiyo barua itakapofika wilaya Ludewa itatukuta tayari sisi maandalizi yameshaanza na yameanza kuanzia sasa. Ndio maana hamasa kubwa iliyopo ni kwamba kwanza kuweka miundombinu mfano ya majengo, lakini pia na kwenye swala hilo la wanafunzi kuhakikisha mazingira ya kukaa yako vizuri. Watu wanakaa kwenye madawati. Kitu ambacho tulikifanya ni hicho, tulishirikisha wadau, watu walijitolea, waliweza kutoa, waliochangia misumari, watu walichangia mbao, wengine walijitolea na kupatia mti. Na kwa bwana, miti yangu hii hapa naomba ichanwe mbao. Kwa hiyo ni kitu kama hicho. Na pia niliomba kibali kutoka kwa TANROADS. Jana tukiwa tunafanya interview, kuna ile miti mikubwa ambayo iko kando kando mwa barabara, tumeipunguza baadhi, ikachanwa na hivyo. Na ziko mbao zingine ziko store ambazo zinaweza kutengeneza madawati kama 1500 hivi. Ziko store. Kwa hiyo operation ni endelevu. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunatumia mapato ya ndani kwa ajili ya kulipa mafundi, lakini vifaa vilikusanywa vingi. Kwa hiyo mpango ni endelevu. Kwenye maandiko ya vitabu visivyo vitakatifu, kitabu cha Wapangwa sura ya 5 haya ya kwanza inasema kidole kimoja kivunjike. Kwa hiyo siwezi kusimama tu kama mkuu wa wilaya peke yangu kusema kwamba ninaweza nikafanya kila kitu au serikali inaweza kufanya kila kitu, na ni mabadiliko sio tu ya wilaya au ya nchi, ni ya dunia nzima, ya kwamba private sector pamoja na public sector ni lazima ziweze kushirikiana. Mimi kwa namna ninavyoshirikiana na wadau, kwanza kupitia kwenye ile kampeni ya kutokomeza uhaba wa madawati, kati ya sekta ambazo zilitushika mkono kwa kiwango kikubwa ni sekta binafsi. Kwanza kitu kingine ilikuwa nilitaka kuipeleka ajenda kwa wananchi wajue ya kwamba maendeleo ya wilaya sio mimi wala sio tu serikali peke yao. Maendeleo ya wilaya ni sisi wote tunapounganisha nguvu moja. Jambo la kwanza ni washukuru sana viongozi wa dini, kuanzia mashehe, mapadre, wachungaji na maaskofu, waliweza kutushika mkono. Kitu cha kwanza ni kwamba karakana zilizotumika kutengeneza madawati, karakana 2 ni za kanisa. Ni compliment kabisa kwa baba paroko Father Ngairo wa parokia ya Mkiu. Kwenye karakana yake naweza tukasema kama 60% ya madawati yalitengenezwa pale. Moja kwa moja mashehe kutoka msikitini kule walituchangia, lakini pia wako mafundi ambao mtu anakuambia kwamba mtu umempa kazi ya kutengeneza madawati. Kuna fundi mmoja yuko hapa Paludewa ambaye tulimpatia kazi pamoja na mafundi wenzake. Wao wamepewa kazi kwa ajili ya kutengeneza madawati, wakatengeneza, wakamaliza, wakaleta, wakasema lakini tunatengeneza madawati mengine sisi kwa kutumia resources zetu kama sehemu ya kuunga mkono. Wako wananchi wengine anaamua kwenda kutengeneza dawati moja tu, anaamua kulileta na ile katika kuvunja itifaki sasa, ile tuvunje itifaki. Dawati ni hili moja, ninaenda kulipokea kwa heshima zote kama nilivyopokea madawati 100. Kuna watu wengine wananchi analeta mbao 2, ninazipokea kwa heshima ile ile. Sikuthubutu kusema kwamba bwana kambao kenyeka moja, hapana. Unaona, kuna mwananchi mwingine yeye alileta geloni la gundi. Unajua unapotengenezea madawati unatakiwa utumie gundi, akaleta. Kuna vitu kama hivyo. Kuna wengine walijitolea kwamba kwa sababu kuna baadhi ya maeneo mengine yanafikika kwa kutumia maboti. Kuna mtu anajitolea boti, anakuambia mimi ninajitolea boti, nitayapakia madawati kuyafikisha sehemu. Kuna wengine walijitolea. Kwa hiyo ilileta umoja na hata bado tutaendelea.